Barikiwe, nenda ukakae. Tuambie unaitwa nani na Yesu anakutendea nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawasalimia kwa jina la Yesu. Amen. Napenda kumshuhudia Mwenyezi Mungu wa hii madhabahu. Mwenyezi Mungu wa hii madhabahu amenitendea. Nilikuja hapa siku ya kwanza nikavutiwa na hii madhabahu. Ndio. Baba akawa ametuambia tuandike maombi. Nikawa nimeandika maombi yangu. Ya kwanza kabisa, Mwenyezi Mungu ailinde familia yangu. Na kweli kupitia hao maombi baba alianza kutuombea, akawa ametuandikia message, wengine tufike hapo, wengine aliwapigia simu. Mimi nilikuwa kwanza kufika, nilifika saa 5. Ndio. Nikamwambia baba nimefika. Baada ya hapo tukawa tumefundishwa. Tumemaliza hapo tukaingia mle kuombewa. Tulipoombewa mimi sikusubiria ibada ya pili kweli. Niliitwa na simu ya kazini, lakini pia nilikuwa sisikia amani kukaa. Nilikuwa nasikia vibaya kama kuna vitu vinanichoma. Niliondoka, sikumaliza ibada. Na kesho yake sikuja kabisa, sikutamani kufika hapa. Ndio. Na sio kwamba eti nilienda mahali pengine kusali, hapana. Sikuwa hata na kazi, ila tu sikutaka kuja. Ndio. Baada ya hapo nikawa nimepokea simu kutoka kwa mamangu. Kesho yake asubuhi, usiku yani, nilikuwa nimepokea simu, akaniambia mdogo wako anaumwa sana. Yaani ana malaria, anataka kupata ukichaa. Nikasema Mungu atamponya. Nimeenda kanisani jana nikaandika maombi, Mungu ailinde familia yangu. Ndio. Baada ya hapo kesho yake asubuhi nikaamka. Nikawa nafanya usafi. Cha ajabu pale nyumbani hamnaga panya kabisa. Hazipo, yaani hazijawahi kutokea. Hiyo siku panya walikufa nje. Walikufa nje panya. Panya wengi. Mpaka nikawa nashangaa nauliza pangaji wenzangu. Nyie mshawahi kuona pale nyumbani panya? Wamekufa panya bila kuwapiga. Ndio. Aisema makofi kwa Bwana Yesu. Ongeza tena makofi yako kwa Bwana. Sema tena amen. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Ndio, unaamka asubuhi unakuta panya wengi nyumbani kwako wamekufa. Ndio baba. Aise. Baada ya hapo, ndio. Mimi kazini kwangu kuna wakati watu walikuwa wananichukia tu bila sababu. Ndio. Yaani hadi wanaume wa kike wananichukia tu, sijui shida ni nini. Ndio. Nikasema Mungu, mimi sitakata tamaa, nitakuomba, siwezi kujua hizo chuki ni za nini. Ndio. Yaani hadi kuna siku mwingine basi alitaka kunichoma kisu bila sababu, yani kiutani tu. Ndio. Lakini Mwenyezi Mungu akanilinda, kile kisu kilichana tu hapa kidogo, ila hakikunizuru. Amen. Baada ya hapo nilipotoka nyumbani kuona wale panya wamekufa, ilikuwa ni zamu yangu ya usafi. Nikawafagia, nikaweka. Nikawa nimaliza usafi, nimejiandaa naenda kazini. Kufika kazini tena panya amekufa mkubwa. Panya amekufa kazini kwako. Mahali unapofanyia biashara. Watakufa kila mahali katika jina la Yesu. Nasema watakufa kila mahali katika jina la Yesu. Nasema watakufa kila mahali katika jina la Yesu. Sema tena amen. Paza sauti yako, sema tena amen. Paza sauti yako, sema tena amen.